Unatazama taarifa za yanayojiri. Karibu katika sehemu ya pili ambapo tunastahiki kuingia katika majadiliano, lakini kabla ya kuingia kwenye majadiliano kufahamu yanayojiri katika masuala mbalimbali ya usalama mitandaoni, nataka turudi katika hospitali ya Kenyatta, katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali hili ambapo mwenzangu Catherine Oisei Muraget ako pale akifuatilia upasuaji wa mwili wake marehemu Ramadhani Hamisi Matanka ambaye aliuliwa hapo jana kwa kushambuliwa na mkuki ambapo alipokuwa katika shughuli zake za kazi, akishambuliwa alipokuwa langoni mwa geti hilo la serikali ama katika ikulu ya Nairobi. Catherine Imuraget, kwa sasa hivi kipi kinajiri? Je, upasuaji wake umeshaanza na baada ya hapo tunatarajia nini? Je, familia imesemaje kuhusiana na maziko yake? Maana tunafahamu kwamba kulingana na kanuni za dini za Kiislamu huenda wakataka kumzika leo. Naam, shukran sana Yeri na kupata kwa njia iliyo safi zaidi. Tuko hapa katika hospitali ya taifa ya Kenyatta katika chumba cha kuhifadhi maiti ambapo tuliweza kuwasili mida ya asubuhi, na tulipofika hapa tulipata familia tayari walikuwa wamewasili wakitarajia upasuaji wa Constable Ramadhan ambao unaendelea kwa sasa, na muda wote kufikia labda mchana hivi tutakuwa tunapata matokeo kutoka kwa mwanapatholojia ambaye anaendesha shughuli hiyo. Na tulipo hapa kwa sasa tuliweza kuzungumza na familia moja ya tatu hivyo, wakatueleza kwamba pia walipata taarifa hiyo kwa njia ya mshtuko zaidi, na labda baadaye baada labda tukishamaliza kupata labda taarifa kutoka kwa mwanapatholojia tutakuwa tunaelekea mahali ambapo atakuwa anazikwa kulingana tu na tamaduni ama kulingana na itikadhi za dini ya Kiislamu, ambapo atakuwa anapumzishwa siku ya leo. Na ikumbuke kwamba Constable Ramadhan aliweza kupoteza maisha hapo jana wakati ambapo tukio liliweza kufanyika wakati ambapo alikuwa kazini katika lango kuu la State House ama ukipenda Gate B. Aliweza kupigwa mishale papo hapo na baadaye tukaripotiwa kwamba aliweza kupoteza maisha, na mshtakiwa ama mshukiwa ambaye aliweza kutekeleza mauaji hayo baadaye aliweza kutiwa mbaroni, na tunaarifu kwamba ataweza kufikishwa mahakamani leo hii na labda afunguliwe mashtaka. Lakini tutakuwa tunazidi labda tu kukuletea taarifa ambazo zitakuwa zinatokea hapa. Familia ipo hapa pia, tunaona kwamba kuna wale ambao wanatetea haki za kibinadamu tayari pia wako hapa kufuatilia tu hii taarifa kuona kwamba itakuwa vipi. Lakini swali kuu ama swali ambalo tutakuwa tunajiuliza ni kipi ni kitu kipi haswa kilitokea na ikapelekea hadi yule mshukiwa mkuu ambaye aliweza kutekeleza mauaji haya, ni nini kilimpeleka hadi katika lango la State House na akaweza kutekeleza mauaji haya. Lakini hapa tutakuwa pia tunakujuza kwamba ile ripoti ambayo itakuwa inatoka hapa kutoka kwa mwanapatholojia ambaye anatekeleza rasmi shughuli hii nzima atakuwa anazungumza nasi hapo baadaye, atueleze labda ni kipi haswa kilitendeka ama ni kitu kipi haswa kiliweza kumuua Ramadhan, Constable Ramadhan. Alafu baadaye pia tutakuwa tunaandamana tuna familia hadi mahali ambapo atakuwa anapumzishwa, na yote basi tutakuwa tunazidi kuwaletea, tuzidi kuandamana moja kwa moja. Lakini sasa Yeri, sina mengi kwa sababu bado hatujawasiliana na familia kabisa. Tuliweza tu kuzungumza mawili matatu, wakatueleza kwamba pia hao wanangoja ripoti kutoka kwa mwanapatholojia ambaye anaendeleza hiyo shughuli rasmi. Na tulipo hapa sasa shughuli tayari ilishangua nanga. Kwa hivyo sisi pia hapa tuko tumekita kambi kuona kwamba ni yepi ambaye atakuwa yanajiri, na pia sisi tutakuwa tunaeleza pale studioni muweze pia labda kufahamu ni kitu kipi haswa kimejiri. Lakini kwa sasa bado tuko hapa tunakita kambi katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kenyatta, ambapo tutakuwa tunawapeperushia taarifa hizi moja kwa moja wakati tu ambapo tutakuwa tunapata taarifa kutoka kwa mwanapatholojia ambaye anaendeleza hiyo shughuli, na pia tutakuwa tunazungumza tu na familia. Na tunaarifiwa kwamba hiki ni kisa cha kwanza kabisa kutokea tangu nchi yetu ya Kenya ipate
ipate uhuru tangu mwaka 2063. Hakujawahi tokea maneno kama haya, lakini ni kisa cha kwanza kabisa cha kusikitisha. Lakini tutazidi pia kukita kambi hapa, na labda Yeri ni kurejeshe kwako studioni. Sisi baada ya hapa tutakuwa tunafuliza moja kwa moja na familia hadi maeneo ama mahali ambapo atazikwa marehemu Ramadhan, na tutakujuza mengi. Sina la budi sasa kurejesha kwako tu studioni, Yeri. Asante sana mwenzangu, kwa kweli amekita kambi katika eneo hilo la KNH kuhakikisha kwamba anafuatilia yote yanayojiri pale, na atakuwa anatupasha kwa kina ile ripoti ya mwanapatholojia ambayo itakuwa inatolewa baadaye kuweza kufahamu ni kipi kilichosababisha mauti yake Ramadhani Hamisi Matanka ambaye aliuliwa. Ni kisa cha pekee kufanyika kwa mara ya kwanza katika lango kuu ambalo ni lango la Ba pale katika ikulu ya Nairobi hapa jijini Nairobi. Tuelekee katika ufadhili wa vyuo vikuu, tusikilize anachokizungumza katibu katika huduma ya elimu ya juu Beatrice Nyangala kuhusiana na ufadhili huo na mfumo huo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu. Because now university students are also joining the lecturers in strike. When do they expect to go back to class? You're going to court tomorrow, but when do they expect to go back to class? That is all they need to know now. They need to know that that strike is illegal and the lecturers should be in class teaching. And so lecturers knew that this strike has been indicted. They should be in class teaching. And those who have not gone back to class need to go back. Madam, yes. In regards to the 2025-2029 CBA, who also yesterday said that they do not agree and they will not take the offer that was given. So are there plans to renegotiate this? This is exactly what negotiation is. Offers are discussed. Nothing is off the table. We keep discussing. What is being done to the lecturers now that their strike is illegal? Is there any form of action that will be taken for being out of class when they should be teaching? Every university is autonomous. Every university is managed through a council. They have policies, and as a ministry, we expect every university to implement those policies with regard to absconding duty. Maybe the VC committee chair can Na bila shaka huyo ni Beatrice Nyangala ambaye ni katibu wa elimu ya juu humu nchini, akizungumzia maswali ya mgomo wa wahadhiri ambao umeingia takriban siku yake ya 28 leo hii. Wahadhiri hao wakisusia kuelekea madarasani wakitaka kwamba deni lao la bilioni 7.9 sharti lilipwe kabla ya kurudi madarasani. Lakini kama vile ulivyomsikia Nyangala amesema kwamba kila taasisi ya chuo kikuu ina baraza lake kuu la uongozi, vile vile uongozi wa vyuo vikuu utakuwa na hatua ya kuweza kuadhibu wale wahadhiri ambao wamekataa kurudi darasani, kwa sababu kisheria mgomo wao si halali, kwa sababu mahakama ulikuwa umeutaja mgomo huo kutokuwa halali. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambao wanahabari wetu wanafuatilia pale. Lewis Nyaundi na Anne Musungu watatupasha kwa kina kwenye gazeti letu la The Standard na vile vile KTN baadaye kwenye taarifa zijazo. Nataka tuingie katika mjadala leo hii ambapo tunajiuliza, je, wewe ambaye ni mtumizi wa rununu ama simu ya mkono, unadhani upo salama unapotumia simu yako? Sio simu tu ya mkono, kipakatalishi, kompyuta, tarakilishi, vyote hivyo. Na tunapotumia hivi tunaingia katika mitandao mbalimbali, tunapotaka kutafuta huduma mbalimbali, tunapotaka kuingia kwenye mitandao ya kijamii pia tunatumia hiyo mitandao. Je, tunapoweka data zetu, taarifa zetu katika mitandao hiyo, ziko salama kwa kiwango gani? Je, sisi tunaofanya ununuzi mitandaoni pia, je, taarifa zetu tunapoziweka katika mitandao hiyo zipo salama? Ama kesho kutwa nitakuja kupata kwamba nimeshanunua filamu za miezi 6 ijayo, lakini ndio niko Januari. Je, hili linaweza kuzuiliwa vipi? Je, ninapoweka nakala za cheti changu kile cha ATM cha kutoa hela katika mitandao, zipo salama? Ama ndio itakuwa ni chanzo cha mimi kuibiwa? Ninao wataalamu wa masuala hayo hapa studioni, ikiwa ni mwezi wa hamasa ya kuhamasishana kuhusiana na usalama mitandaoni. Tunataka kufahamu wewe Mkenya unafahamu nini? Tutakuwa tukiwasikiza Wakenya pia baadaye katika kaunti ya Nyeri, Nakuru na vile vile kule Kakamega kuweza kujua hisia zao ni zipi
kuhusiana na usalama mitandaoni na mitandao. Tunazungumzia masuala mengi tu. Ninaye ambapo takuwa kwanza kabla ya kuingia studioni kuwatambulisha John Opio ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mitandaoni, na Kelvin Ombala ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya mitandao, kuweza kufahamu kwa kina tatizo liko wapi, mikakati ni ipi na vipi pia kwako wewe kama Mkenya, na wewe kama pia uko na kampuni yako, utajilinda vipi. Lakini kabla ya kujua matatizo na ulinzi, nataka tusikie hisia za Wakenya. Wanajilinda vipi hasa pale unapopata ujumbe unaokuambia naomba mchango, lakini anayezungumza si mtu unayemjua, anakupatia namba tofauti. Mwenzangu Clement Masombo kule Nyeri wanasemaje? Wamejilinda kwa kiwango gani? Ama wao wanajua basi simu yake iko sawa, mtandao anaoingia upo sawa, na wengine pia wanajua mambo yapo shwari? Masombo. Kwa majina mimi naitwa Washira. Nimekutana na hiyo mambo mara nyingi sana, kwa sababu kuna mwingine aliniambia umelipa petroli, na kweli nilikuwa nimelipa petroli na M-Pesa. Wakaniambia umelipa hii, lakini hiyo sijui uko na pesa gapi, nipatie namba yako ya kitambulisho, nipatie namba yako ya kitambulisho, weka pin. Nikakataa. Mwingine alikanipigia simu akaniambia mimi ni mtu wa Safaricom na uko na shares kwa Safaricom na inataka tupatie contact zako ndio tukutumie pesa zile ziko kwa shares za Safaricom. Kuangalia hiyo namba, nikaona hiyo namba iko na 729000 na najua ya Safaricom. Sasa nikamwambia mimi najua Safaricom pale iko, nitajipeleka kwa ofisi. Wakati niona ananiitisha pin, ananiitisha mambo nyingi, ananiitisha nikangojea tu ongea. Mara mwisho sasa ndio nikamwambia wewe uko Kamete ama uko Shimo la Tewa. Sasa ndio tukaanza kutuziana. Sasa nikajua huyo ni mkola straight. Wengine wanakutumia message, wanakuambia wengine wanakutumia message, wanakuambia tuma kwa hii namba. Hizo mambo nyingi nimekutana naye. Kuna mwingine ananiambia ametoka Dar es Salaam, ananitumia message ametoka Dar es Salaam, kuna container, ananiambia kuna container inakuja na usiambie mtu kwa sababu utanisaidia. Alafu anakutumia message nyingine. Mimi huwa nawashanuka sana kitambo hata wapite pahali, lakini mimi nangojea wamaliza credit yao ndio sasa kuanza kutuziana. Mikakati gani ambayo unaweka kujilinda ukiwa mtandaoni? Ni kwa tu mwangalifu. Hakuna kitu unasajilinda naye, kwa sababu wanasaiba email address yako, wanaiba Facebook yako, wanaweka picha yako kwa nini. Kwa hivyo sioni kama ni watu hawa wa Safaricom na nini hao ndio tu wanaweza kutuwekea hiyo nini, hiyo mashati, kwa sababu sisi tukisema tutajiwekea itakuwa gumu, kwa sababu nitaiba. Mimi niko na Facebook yako, nitaiba picha yako na niweke na niseme kwa mgonjwa na umeshika pahali wanitumie pesa. Sasa kujilinda ni gumu sana kwetu kwa mtandao. Haya, shukran. Wanza na jina lako yote kupoteza usalama wako, ukahisi kwamba pengine hauko salama pale mtandaoni, na ni mikakati gani unaweka ya kujilinda? Tuanze na mambo ya huko mtandaoni kama Facebook hivi. Unaonanga ukiwa pale Facebook, unaona mtu ana hack account yako, anaweka picha yako pale kwa mtandao, anaanza kukoni watu. So hiyo inakuanga ngumu sana hata kurudisha ile account yako ya kwanza, inakuwa ngumu sana. Secretary naweza sema unaweza kuwa unapiga serikali, na hiyo serikali ana take time sasa ya kuja kukuchukua. Jovia anaona picha yako, anakufuta polisi huko. Tuseme kama Ojwang, mambo yake ilimfuata hivyo na akaja akawa juu, aliacha kupiga serikali juu mambo yake alikuwa na itangaza kwa Facebook. So security yangu ya Facebook ama ya account na sasa shida hata mimi naweza kuiprotect aje. Yep. Yes. Na bila shaka tuelekee Kakamega na kutusikia wakazi wanasemaje. Manake tumesikia kule Nyeri wanazungumzia mitandao ya kijamii, wengine wanasema kwamba haujui hata mtu nambari yako ameitoa wapi, anakuambia kwamba wewe niwekee shilingi 2000 hapa, kuna container yangu iko pale Mombasa, ni wewe tu uko na hiyo siri. Je, hili pia tutaweza kujilinda vipi? Kakamega nao
wanajihisi vipi? Naam, bila shaka hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tukiangalia. Tumesikia hisia kutoka kule Nyeri kabla ya kuelekea Kakamega. Nianze nawe Ombal, kwanza jitambulishe. Ombal ni nani? Ametokea wapi? Okay. Asante sana Iri. Karibu. Mimi ni Kelvin Ombal, kiongozi wa ICT Governance na Cyber Security pale Accenture Group. Naongoza sera zote za kiteknolojia na of course usalama wa taarifa mtandaoni katika makampuni yote yaliyo chini ya Accenture Group. Na tukiendelea katika hii discussion, Kiswahili ni ngumu kidogo katika teknolojia. Lakini tutangangana. Haya mambo yanafanyika. I think kwa muda sasa watu wengi wanafikiria bado ni story. Lakini I think saizi kwa muda pia watu wengi pia wameanza kufahamu yanayoendelea katika mtandaoni na yanayofanyika na wizi ambao pia unaendelea katika mtandaoni kulingana na haya matext ambao watu wanapata na pia haya messages ambao watu wanapata WhatsApp, SMS, hata phone number mtu akikupigia simu. Saizi at least watu wengi wanajua kitu kinachoendelea katika mtandaoni. Na ni vizuri pia watu waelewe ni nini wanachokifanya kifaa na pia ni nini ambacho wanafaa kuelewa ndipo wasiweze kupatikana katika hizi mitego. Kwa mfano utapata mambo mengi kama ndio mtu apate namba yako, kuna kitu ambacho ulifanya ndio akaweza kupata hata email yako, akapata namba yako na akapata kujua watu unaoongea nao. Kuna kitu kinaitwa traffic. I think wakati wote pale unapoingia mtandaoni ukitafuta kitu, sema unatafuta chakula, unatafuta kufanya transaction ya vitu ambavyo unahitaji kutumia nyumbani hata kazini, unatumia wifi ambayo ni ya umma. Lakini pia pale hujajisecure vizuri ku make sure ati pale unapotumia huu wifi umejisecure vizuri na pia unajua vizuri pale unafanya hii mambo yako na vitu pia ambazo unafanya pale mtandaoni. Ukiangalia pia kitu kama sema M-Pesa yenyewe ni traffic. Ukienda kutafuta na utumie wifi yenyewe ni rahisi sana kuintercept your traffic na ku make sure ile communication ambayo unaitisha kusema kutoka kwa server ya Safaricom inapatikana kwa server nyingine ambayo sio ya Safaricom. Umetaja vitu vizito kwa katika ufunguzi wako na nitakuja tu kuvichanganua kimoja baada ya kingine. Katika ufunguzi wako John Opio, karibu sana kwa katika kipindi hiki. Hisia zako ni zipi kuhusiana na yale tuliyosikia Nyeri kwanza? Asante sana bwana Yeri, imekuwa kwa muda tangu nikuje huku. Karibu. Nashukuru. Ili tujadiliane, tufunze ulimwengu kuhusiana na mambo ya cyber security, udukuzi mtandaoni na vile wanaweza kuzuia hii mambo isijikafanyika. Kulingana na vile tumeona huyo jamaa akiongea akiwa hapo Nyeri, ameona kwanza kuna hao watu hawalali. Watu ambao wanataka kuiba data zetu kutoka kwa mitandao. Wanatumia mbinu nyingi. Sasa kwa mfano umeona huo mzee akielezea kwamba unaweza pata ujumbe inakuelezea kwamba kuna kitu fulani unahitaji uchukue kutoka mahali fulani, lakini peana ujumbe huu. Kuna wakati wanakutumia mpaka namba ya siri. Na hii kulingana na mwenzangu vile anavyosema, hiyo traffic mahali ambapo tunatumia hizi simu zetu. Nataka ukizungumzia hii traffic pia kabla muifafanue kwa sababu Wakenya wengi wanajua traffic ya magari. Kwa sababu ndio waelewe maana traffic, hata mimi nikianza kusema traffic najua tu hiyo ya msongamano wa magari. Msongamano. Vile tunakuwa na msongamano ya magari. Hapa tuko hapa Mombasa Road. Ikifika jioni tunakuwa na msongamano ya magari ambapo magari hazisongi. Na kwa hivyo ukikuja kwa mtandao pia tunakuwa na hiyo msongamano. Juu tukiwa hapa kuna ile wifi sisi wote tutaitumia. Umeingia pale unatafuta kitu, mimi nasoma, yeye anatafuta kitu fulani. Unajua sisi wote tumeingia kwa pale kwa mtandao. So wakati tumeingia kwa ile mtandao pale tunatafuta ujumbe fulani, hiyo tunakuwa pia na msongamano ya watu pale katika hiyo hapo kwa mtandao. Wengi tunanunua tu data ya mbao. Unajua sasa zile umenunua hiyo data, si utanunua data ili uingie kwa mtandao. Ndio. Unaingia pengine tumeingia Twitter ama tumeingia Facebook ama tumeingia wapi.
any kind of social media. So utapata sisi wote tumeingia pale. Na utaingia na pengine wewe unataka kuagiza chakula. So unajua ukitaka kuagiza chakula utapeana mali huko, utapeana details, the pin, mpaka namba yako. Ambapo yule akifanya delivery akifika kwako yenyewe atapata Sule anakaa place fulani, anakuletea mpaka hapo. Sasa mimi pia kwa upande mwingine nitafanya the same. So unajua tukiungana saa zile tukiwa pale kwa mtandao tuna create hiyo kitu inaitwa traffic, msongamano. So hapo ndio maana hawa cyber wadukuzi wanaingililia ndani. So wanaangalia ni hii mtandao unayotumia iko na enough security ambapo siwezi nika breach. Na kwa mfano amesema mambo ya traffic ya kuingia kwenye mtandao. Unapata saa zile ukishaingia pale mimi nitapeana na kwa public wifi, zile wifi ambazo hazijazingatia mambo ya security, ambapo kila mtu akiingia tu hivi utafanya. Na ndio maana sisi kama wale wanaangalia mambo ya security, wataalamu wa security, tunasemanga ya kwamba before uingie kwa hiyo mtandao uangalie kwanza, is it protected, is it secure? Yes, ambapo ukiacha ujumbe wako pale, umeacha namba ya simu pale, ama umefungua email account yako pale, hakuna mtu mwingine ambaye ataingia through back door ili aibe ile ujumbe. Huo mlango wa nyuma tutakuja kujua ni upi. Mbali na upi. Nataka kwenda kwenye pumziko fupi, nikurudi utakupa nafasi ya kuweza kufafanua. Kumradhi kwa hilo. Tupate pumziko fupi, tukirudi watakuwa na nafasi ya kufafanua hizo traffics, milango ya nyuma ni ipi na security kwa kina. Bila shaka nataka tuelekee kule Kakamega na utusikie hisia zao ni zipi, ni yapi wanaokumbana nao, na je, ulinzi wanaoweka ni upi, hususan wanapokuwa mitandaoni. Wakati huu tunapozungumza, ima upo TikTok, ama uko kwenye WhatsApp, ama uko Facebook unacheka tu, ama uko kwenye mtandao mwingine ule unaitwa Telegram, unatazama kile unachotaka kutazama. Je, unapozidi kutazama ni athari zipi zilizopo mitandaoni? Hebu tusikilize wakazi wa Kakamega kwanza. Kitu ambayo ningeongea about cyber security. Cyber security imekuwa ni challenge sana kwa Kenya hasa. Kumekuwa na incidents yenye imekuwa zimehappen in various areas, in KRA, Safaricom, na hata kwa mashule kumekuwa na challenges ambazo unapata kuwa pesa zinapotea na hakuna compensation ambayo inafanyika. Tungeliomba government through the commission that handling cyber security, that is information technology, which is in Kenya, to handle this issue ya issue ya softwares, because tumeona kama kuna challenges na softwares in Kenya whereby hizo softwares ni kama hackers wanazijua. So tungefanya Kenya pia hapo, kwa maana most people wanapata losses. KRA imepata losses, Safaricom and other barriers maybe wamepata a lot of losses. So we argue the government through the Ministry of Technology to go faster and ensure that mambo ya cyber security imekuwa locked, so that Kenya to move in another level. We cannot move in another level ingine hii country where the president anasema inafaa tuko na move 2052 Kenya itakuwa inapambana na kina Singapore na wengine kama we are not handling issues to do with cyber security. So we argue the president, we argue the ministry to come to kuwa firm na to have the best technology that it assist the institutions, it assist departments and all the institutions that handling vitu zetu. Kwa maana unaweza pata hata pesa inapotea, vitu za watu, lakini hakuna siku yenye unaona ati mtu ameenda kwa sababu ya ameenda kushtaki. Inakuwa hiyo losses imeenda hivyo na we cannot come back and then claim for that one. So that is my suggestion, that we need to have strong institution through to ensure that we have best softwares in the world that will assist us to go against cyber security. Thank you. Kwa jina naitwa Msungu Ngaira, nikuwa mkaaji wa Kakamega, mfanyibiashara. Aswa mambo ya cyber security, nasema ni changamoto kwa ulimwengu mzima, si Kenya peke yake, ama sio pia kwa mataifa ambayo yamestawi yanapitia changamoto.
na sisi vile tunasema, kwa sababu kareni hii vitu zote ziko digitalized, na kitu ambayo inafanya cyber security na kwa threat pia consumers ambao wanatumia hizi vitu kama kwa digital platform ya pesa nini, watu wengi wanapenda kununua vitu bonoko, vitu ambazo sio original. Unapata mara mingi sasa inakuwa ni rahisi sana mtu kubreak ndani na kufanya utapeli katika hizo mitandao na mambo ya pesa. Sasa tukitaka kuimprove na cyber security, kitu ya kwanza lazima tu invest in technology. Na tukisha invest in technology, inafaa pia sisi hizi program tuwe tunazidevelop locally, ndio tuwe tuna uwezo wa kuzimonitor, kwa sababu mara mingi utapata program ambazo bank wanatumia, zile mashirika kubwa za Kenya zinatumia, wamezinunua kutoka nchi za nje, ambazo unapata zile program ambazo tumezinunua nchi za nje, tumenunua zile program zenye watu walishatumia. Unapata sino technology yenye tunatumia pengine ilitumika huko 2009 na saizi tuko 2025. Sasa unapata ikifika hapa tutakuwa na threat kubwa sana. Kwa sababu gani? Tunategemea zile mataifa zenye zimestawi kudevelop technology, wanatuletea, sisi tuna consume. Na ukiconsume inamaanisha hauna 100% ya hizo program. Sasa kama Kenya tunasema tunataka kuwa first world, lazima tuanze kudevelop our own programs, ndio ili institutions zetu ziwe zinatumia hizo programs kwa mambo yao, katika banki, katika platforms za pesa na katika institution, hata kama za hospitali. Kwa mfano ukipata ATM zenye sisi natumia hapa, unapata ni za kitambo sana, hazitumiki huko kwa nchi zenye zimestawi. Sasa sisi tukizitumia hapa, unapata ni rahisi mtu kubreak ndani, kwa sababu saa hizi vijana wako na information kubwa sana. Sasa wakipata hizo vitu hizi ni analog, sisi nazita ni digital, lakini uko kwao ni analog. Sasa mtu kubreak ndani inakuwa ni rahisi, kwa sababu features zake zishapitwa na wakati. Sasa ni vizuri kama sisi tunasema tunataka kudili na hiyo cyber crime, lazima tuanze kudevelop our own programs, tukue na our own experts, na tuwe tunafanya kila siku research, kwa sababu hatuwezi sema tunataka kukomba hiyo cyber crime na hatufanye research. Tunategemea watu wengine wafanye research, watupatie hiyo information, ndio sisi tuanze kuitumia. Sasa unapata at the end of the day yetu ni preventive ya hapa katikati, lakini sio solution. Sasa solution ni sisi kuanza kudevelop our own things zenye tutazielewa, na tunaweka features zetu zenye sisi wenyewe tunajua kulingana na background yetu kama wa Kenya. Hapo ndio na bila shaka turudi kwenye mjadala wetu kabla ya kwenda kwenye mapumziko. Ombalo, ulikuwa unataka kutufahamisha pia kwa kina traffic ni nini hasa tukiendelea na mjadala. Asante sana Eri. I think nitaanza kueleza traffic ni kama vile unaongea na mtu. Like nikicommunicate nawe natarajia unanisikiza. So hivyo unatarajia nitapata feedback kutoka kwako. Ni the same way ukiwa pale mtandaoni unatafuta kitu, ni kama unaongelesha mtu. So you expect kuna mtu atakujibu kwa kile ambacho unachokitafuta. Sasa kwa hii communication, hiyo kuongea na kupata feedback, that is what we call traffic kwa kizungu. So kile kitu ambacho kinafanyika pale mtandaoni ni kwamba ile time unaongea na mtu, kuna hiyo kitu ambacho ina host communication, which kwa kimombo tunaita server. So kuna pale server inakaa. Na kuna server nyingine pia ambayo ina receive na ina forward. Ndio upate hiyo jibu pale sasa data yote ya kile ambacho unachokitafuta, kile ambacho unataka kununua mtandaoni kinapatikana. Sasa hawa watu, ile process ya kwanza ambayo tunaita information gathering, hapo ndo pale hii shida yote inaanza. So umeenda pale hotelini, ukaingia kwa wifi ya umma, au juu hata nini kinachoendelea katika hii wifi, ukaanza sasa hata kufanya transactions, na kumbe kuna mtu anasikiza hii communication yote. So hii communication kuna mtu anasikiza and then ana intercept na ana forward kitu ambacho si cha kweli kwa now the server yenye anafaa kupea jibu. And then tena anapata hiyo jibu, anaichanganya, unaenda sasa kufanya vitu zako. So in real sense ile kitu ambacho una interact nayo si the real server yenye unafaa kukipata information kutoka kwake. So hiyo ndio traffic, na ikishakuwa intercepted anaweza pata kila information ambacho kinakuhusu. Moso ukishaika email yako iko na every bit of data ambayo utapata kule mtandaoni, from your phone number, account zako za socials, kila kitu. So hicho kishafanyika, trust you me,
utapata madhara ambayo utaitarajia maishani mwako. Hawa watu wako katikati, hawa wachezaji wa katikati ambao wanasubiri tu utume ujumbe huko mwisho, lakini hapa katikati yeye atautuma haraka. Ni nini hasa wanakiangalia wakati wewe unapoingia kwenye mtandao? Asante Bwana Heri. Kwanza kwa lugha ya Kimombo tunaita man in the middle attack. Katika hiyo mawasiliano tunakuwa kati yangu na wewe, kuna yule yako hapo katikati. Yule anataka kudukua haya yote tunayo yazungumzia. So hawa watu ile ambacho, because ile kitu tunajua data ni kama dhahabu. Data ni kama dhahabu kwa hii zama za teknolojia. Kwa kweli nikipata data yako, nikipata hiyo data naweza nikaitumia kwa njia ambazo mimi mwenyewe ninaweza pata nayo faida. Kwa mfano, nikitaka kuingia kwenye benki, najua nikitaka kuchukua data kutoka kwenye benki, hiyo data itanisaidia kuaccess hizo account ziko hapo mahali fedha zimewekwa, ili nichukue, ni haki hiyo pesa nipeleke kwa account nyingine. So hawa wadukuzi wanaangalia, hao watu wako hapa katikati wanaangalia huyu tu ambao tunataka kuangalia traffic yake. Ni mambo gani anayotafuta kwenye mtandao? Ni kitu iko na maana. Kama anataka kununua kitu, kutumia kadi yake ya ATM ama Visa card, any card, or to do any form of payment, online payments. Hii akona pesa kiasi gani hapa kwa account yake? So hiyo itamwezesha ili aone ya kwamba ni vipi anaweza kuintercept, achukue hiyo data yako. Achukue, unajua wakati tunafanya payment, online payment, tukitumia card, kuna ile namba 3 zinakuanga nyuma ya card. CVV. Kwanza utaweka the expiry date, hii kadi yangu ina expire siku fulani, tarehe fulani. Alafu unaweka namba ya kadi, maybe some digits alafu unaambiwa pale nyuma weka CVV. So the moment ushaweka hiyo, umefanya authorization ya hiyo server kucommunicate na banki yako ili transfer hiyo pesa to the person is supposed to get it. Kama saa hizi mtumizi wa Netflix anafahamu kwamba ameweka hivyo vitu vyote, na mwisho wa mwezi Netflix inachukua kiwango inachohitaji 1100, 1700, inakata tu pale. Na pia sasa hivi unaona Google pia imeweka kwa wale ambao wanataka storage zaidi, na kukata shilingi 250, na kukata shilingi 50. Kila mtu amepewa viwango vyake kwa ule wakati alioingia. Hii pia inakuweka kwa athari gani? I think saizi kila mtu anafaa kujua kwamba haya maneno yanafanyika kwa taasisi zote. Whether uko nyumbani, whether uko kazini, whether mtoto wako uko shuleni, yote yanafanyika. Ndio. Na ukiona applications kama Netflix, hizi zinafanyika katika sasa ujenzi wa nyumba. Uko pale nyumbani umeka Netflix, unataka watu wajibambe na movies and everything. Ndio. Na umeka subscription yako pale. Hii subscription unaifanyia mtandaoni. Ndio. Vile vile hii traffic ina communicate na server fulani ambayo sasa hizi movie zote zimekuwa stored. Na utapata saizi kuna watu wanatumia zile applications za tunaziita pirated applications. Ndio nyingi sana. Mingi sana. Sasa pale umeka paka pale nyumbani. The same place umeka hii application ya Netflix ni the same device umeka hii application sema imekuwa pirated. Sitaki kutaja majina nitangaze kwamba nafaa kutangazika hapo. So unapata huyu mtu mwenye ambaye ametengeneza hiyo application, wewe unaenda kwa click link ukafanya hizo vitu zote ukahakikisha uko na hii pirated application. Lakini kuna mtu sasa ambaye ashaingia kwa hiyo device yako akafika mpaka kwa hii Netflix, akaenda chini mpaka akafanya hizo footprints zote za hiyo application yako, akapata pale umestore hizi data zako za payment. Ndio maana utapata kila mwezi kama hauna pesa, hiyo application yenyewe itakuprompt ni either change the card ambayo unatumia kama haina pesa ama utop up. So that means bado ile CVV bado iko stored pale. Na hii application ishasoma. So ule mtu ambaye ako na hii application, kila kitu ambacho unachokifanya na kila kitu ambacho una store hapo ashapata. So in a way hii Netflix pia ina communicate na wifi ya nyumbani. So kama kuna watoto pale, na saizi watoto wengi wanatumia tablets, si kama kitambo. Watoto pale wataenda pale YouTube waanze kuangalia videos, na kuna kamera pale kwa ile device yenyewe. So wewe ushaweka hiyo application ya pirated movies yenye ambayo ishasoma mpaka Netflix na ishaingia mpaka kwa network yako ya nyumbani. So in a way usha-expose mpaka familia yako mzima. Mtu yote ambaye ako na device, mtu yote ambaye anatumia hiyo wifi, hata si ya umma,
Ni ile ya nyumbani Hata pale. nyumbani. Lakini ushawa expose. Wifi ya nyumbani pia. Ya nyumbani, Application ambayo unatumia Netflix unatumia wifi ya nyumbani. Ule mtu ambaye alitengeneza hiyo application ambayo iko pirated, akona information yake kwa sababu yeye amestore server yake. So that means ile traffic yote unatumia pale nyumbani ako nayo. Na hiyo traffic sasa ina include mpaka watoto wako, familia yako yote, wote ambao wanatumia hizi masimu na simu zote ziko na nini hizo kamera. So there's a very big way. Sasa huyu mtu anaweza gather every bit of information anaweza taka, not only yako but ya kila mtu pale nyumbani. Na aitumie vilivyo vile anavyotaka. Na unaona pia bado uko na marafiki wako ambao bado mna communicate. Pale WhatsApp, pale message, pale Telegram. So usipoanza na wewe mwenyewe, ndio maana tunasema in a way hii security ni kama usafi wa jamii. Inaanza na wewe mwenyewe. Kwa sababu unaona sasa ni jukumu la pamoja. So ukishaanza kufanya hizi vitu vyote uta expose familia na watu wote unaongea nao, you end up exposing them pia. So hizo ni vitu zote ambazo sisi wote tunafaa kujua. Mtandaoni ukiingia sasa hivi unaulizwa bado nalipia kuona mpira, bado nalipia Netflix, bado nalipia Canva na VPN. Jana kwa naona taarifa moja, watu wengi wako mataifa ya nje wanatumia VPN na natumai wanatuangalia. Pia VPN inatuweka katika athari gani? Maanake taarifa nimeona kwamba VPN ilikuwa inasema kwamba utumizi wa VPN inaweza kuwa chanzo chako cha kupoteza pesa zako. Ni kweli kabisa. Because wakati ambapo unataka kutumia VPN, kuna country nyingine nilienda na singeweza kuwasiliana, kulikuwa na shida kwa mawasiliano, direct call, hiyo roaming ilileta shida. So nilikuwa nataka kutumia WhatsApp call nyumbani. So wakati nilienda directly kufanya ile call, nikakatazwa. Siwezi fanya. So ilibidi niende niweke VPN ili override. Ndio nifanye nini? Nifanye communication. Tunaenda mbali, mataifa ya Ghuba hapa, Saudi, Qatar, Dubai, lazima weke VPN ndio uzungumze na mtu wako. Ndio uzungumze. Sasa unapata kwamba wakati umeweka hiyo VPN, hata wewe umeweka hatari kwa simu yako ama kwa ile platform ambayo unaitumia. Unaona? Because kuna some security modules utakuwa umebypass na hiyo VPN ili kupatie kwa njia ya rahisi. Juu kama nimeblock, for example, hapa kwa standard group hapa kuna watu wa ICT wanaweza enda pale na wafunge some of the sites ili watu wasije wakafanya nini, wakaziingia pale ama watafute ujumbe fulani. Sasa unapata wewe uko na maarifa wako, unasema as much as wamefunga hizi website zote, mimi niko naweza bypass nipitie ule mlango wa nyuma nilikuwa naongelelea, ambapo naweza fanya nini, naweza fikia. So wakati unafanya hilo jambo, unajua una compromise hii server yako. Because sasa hautakuwa unatumia mfumo wa security zile zimewekwa kuzingatia ili kulinda hii mazingira ya digital ecosystem that you are operating on. So the moment umefanya hivyo, utahatarisha wale ambao wanafanya nini, wanatumia hiyo mtandao. Juu kwa zile security zote ambazo zimewekwa, utakuwa kama umezi bypass. Unaona, ni kama mtu umeweka security yako, but naweza tumia naweza andika code fulani, nikuje niweke karibu na simu yako ama niweke kwa kifaa kingine ambayo inawezesha mimi kuingia kwenye rununu na nitoe ile data ninayotaka bila wewe kujua. Unaona? So wakati tumeanza kufanya mambo kama hayo, tunajiachilia kwa ulimwengu, kwa hawa ambao wanafanya nini, hii mambo ya kufanya udukuzi. Itakuwa kwa rahisi kwao. Ni kama mwenye unajua umeweka fence kila kitu ili wezi wasije wakaingia, lakini unasema lazima niweke kapanya route hapa ili naweza fanya nini, nikichelewa siku moja naweza pita nayo. So you don't go through the security normal security checks. Sasa the moment umeweka hiyo panya route pale, unajua sasa mwezi pia atajua juu pale ameweka security ambazo zina zingira makao, lakini pale kuna kamwanya tunaweza tumia kufanya nini, kuingia pale. I think kitu niweza sema saizi, watu wengi sana, na unaona kitu moja tunachofaa kujua saizi ni ati Kenyans saizi tuko very advanced. Ndio. Na kuwa advanced that will call paka wale wanafunzi shuleni, saizi hata wana youth wengi sana, tuko pale tukifanya remote jobs. Unaona? Na tukienda kule, so utapata kuna some of the remote jobs hawezi fanya kama hauna VPN. Na since ni wanafunzi, wana youth, au ndo sasa wanaanza kutafuta pesa, hawana ile hela
ya kuangalia zile sasa advanced VPNs. So wana opt kuendea the free VPN. The free, na najua yes. Sasa kule nje tunajua objective ya kwanza ni kwa sababu kuna mambo ya miamala ya kifedha. Miamala ndio. So tukishajua watu wengi sana sasa watatumia zile free VPNs, tuna host in a different server. Tunataka biashara sisi. Na tunatumia hii data kutafuta sasa biashara zetu. So tunajua ni watu gani wenyewe wanatumia hii VPN na what kind of business are they using wakifanya hii VPN. So ile host tumeka pale, by the time nakupea kitu cha bure, inamaanisha sija invest a lot on the security around it. So that means hii kitu inaweza ku intercepted anytime. Lakini ukienda sasa kwa zile pro VPNs, by the time pia nimeweka pro ile nataka sasa wewe mwenyewe ulipie, kuna investment nimeweka pale yenye sasa lazima nirudishe na nipate faida kutoka hapo. So pale nimeweka security yote. Sisi taka mteja wangu akuje alie aseme nilitumia hii kikaanguka ama nikapata nimeibiwa kitu fulani. So mimi kitu nizaambia watu saizi imefika wakati yenye hatuwezi epuka haya maneno. Ndio. Honestly hatuwezi epuka. Hata pale nyumbani the basics of the basics zile za security tunafaa kuwa nazo. Hata watu wote wanafanya remote jobs. Kuna utapata VPN ni pro lakini ni pesa rahisi sana. Because at the end of it utaamua kutumia hizi vitu za bure itakucost. Ndio. So utakuwa unafikiria una save utumie pesa lakini kiki happen hivi kifanyike hivi kidogo. Siku wakiamua ni wewe. Ni kila kitu. So unapata picha zako zote ziko mtandaoni, mambo yako yote yako mtandaoni. Wewe umekuwa ukifikiria unaishi a very private life, kinakusambaratisha kabisa. Unaona? Uwe ni nyumbani, uwe hata ni kule kazini. Inakusambaratisha kabisa. So mimi nazaambia watu saizi, hizi vitu za bwerere tuachane nazo. Tunazitoa open source. Open source. Tuachane nazo kabisa. Hizi acha nitaje baadhi. Unaambia watu waache ClickFi. Hizi free softwares tunapata pale, ushaingia pale umeanza kuzidownload. Free software, free app, free this. The moment unazijaza, hujui ni nini unajaza kwa simu yako. Ambapo unajua kuna zingine zina monitor pia. Unaweka application, free application kwa simu, alafu inaanza kumonitor everything that you do. Unapigia nani, unatuma ujumbe gani, unafanya transactions zipi kwa simu, za pesa, za banki. Unaona hizo vitu zote itakuwa ina monitor. Alafu ile siku ambao wameamka sasa wanasema yenyewe leo alipata pesa kiasi fulani. Tumeona ameangalia statement yake. Pesa iko kwa mtandao, kwa bank. Acha tuingie. Ndio sasa utapata kila kitu yote imeenda. Unajuaje kama mimi ni mtumizi wa tarakilishi kama kampuni kubwa, inaweza juaje kwamba kuna mtu hapa katikati huyu mida ataka ambaye amekuwa akinichunguza, ama kuna application kwenye simu yangu, programu inayonichunguza? Utajuaje? Now, sasa tukirudi hata pale familia, before tuende sasa kwa taasisi kubwa, makampuni kubwa. Ndio. Pale nyumbani, reason ambayo inashinda nimeinsist lazima tu invest. Sasa utapata hata hizi solutions kwenye market, the antivirus na kila kitu ambacho sasa zinahusika na security around sasa hiyo environment yako. Zimekuja zikaikuwa in a very basic level, lenye hata ule mwananchi wa kawaida anaweza aka-afford. So mimi naweza ambia watu sasa hizi, acha hata na hiyo kufikiria sijui kama ISP yako huyo anakupea hiyo wifi ako protected ama nini. Anza hiyo protection kwa level ya ile data inakufikia. Hiyo wifi by the time inakufikia ushajichunga mwenyewe. Antivirus size hata zinakuja mpaka na hiyo VPN yenyewe. Yes. Which kisha kuja nayo hivyo, it's already a pro VPN. Yenye sasa inakuchunga katika hali yote unayofanya. Hata ukienda kwa hiyo wifi ya umma yenyewe, tayari uko protected. Kwa sababu ile VPN ina run kwa hiyo device yako. Na ni VPN ambayo inaweza saidia hata familia yote. I think sasa tutaweza rudi tuulize sasa na wale ambao watu wa nyumbani kule Kakamega, kule Nyeri ambao wanatumia Kaduda. Utapata hata mtu mwenye anatumia Katululu kule nyumbani ameongelea kuhusu Facebook. So once in a while mtu maybe utapata ndo aenda ingie Facebook ataenda pale cyber kwa sababu haiwezi ingia kwa hiyo Kaduda. Haiwezi tumia simu. Kuna sasa hiyo hatua ya pili ya siri nito nini hiyo? Neno la siri. Hiyo sasa hatua ya pili. Uwe uko na Android ama una Android, for as long as unaweza access your Facebook pale cyber, hakikisha by the time unaenda ku login pale kwa ile cyber, ile neno la siri lenye uko nalo ni very strong. Na iko na hatua la pili yenye sasa itakuja kwa phone number yako. The two-step verification. Yes. Phone number itaji kuwe na Android, itaji kuwe na Kaduda. Inaweza kuwa anywhere for as long as uko na hiyo SIM card. Unaona? Lakini sasa tukikuja pale katika sasa makampuni kubwa. Again, sisitiza la kutosha kwa sababu tunajua very well
Objective la kwanza ni miamala ya kifedha. Unaona? So that will mean like unalazima ukuwe na hizi sasa security infrastructure mzito sana, especially kama unaona sasa ni financial institutions. Na saizi hawabagui. Hata pale manufacturing wataingia. Kuna pesa bado kule. Unaona? Na hata inaweza kosa kuwa pesa, lakini kuna ile reputation uko nayo kule nje kama kampuni. Yenye ukiharibu hivi, customer wote hawatakuamini tena. Wataenda. So lazima uinvest. Hizi shortcut ndogo ndogo hivi unaenda kujimaliza kama kampuni. Kitu ungespend hata hiyo, tuseme hiyo pesa kidogo yenye mmebudget kama kampuni kutumia sasa kufanya teknolojia yenu, hiyo sera yenu, usalama wa data, kila kitu kiko sawa, ambao sasa uli-avoid, inaenda kuangusha kampuni kabisa. So you have to invest. Kuna zile solutions ambazo pia zitakueleza kuna kitu hapa. Na unaona sasa hizi mpaka ziko very advanced yenye mpaka firewalls zenyewe ziko na kitu inaitwa honeypot. Yenye ni kama mtego wa mtu ambaye anajaribu kuingia kwenye network lako. So ule anafikiria kuna gap hapa yenye ni kama hizo sasa milango za nyuma zenye ndugu yangu hapa anaongelea, but kwa kimombo tunazita port, like an open port. Wewe unafikiria iko sawa lakini ni mtego. Ni mtego. Ziko zote. Na pia personnel, the resources. Kampuni saizi hawezi bahatisha na resources. Okay. Opio, kwenye swala hilo. Ukiangalia hata tukiachana na taasisi kama za fedha, tukiangalia kama hospitali. Hospitali ina handle very crucial data. Unaona, ya wagonjwa wanaenda pale, data inawekwa pale kwa system zao. Na unajua hapo pia lazima wazingatie ni vipi wanahakikisha data ile wanachukua kutoka kwa wateja wao iko kwa mkono safe. Unaona, ambapo mtu hawezi akaingia pale achukue hiyo data, because the moment mtu amepata nafasi ya kuingia pale kwenye hiyo server ya hospitali, unajua hapo ndio utapata mtu anachukua ujumbe wako, alienda pale akachukua hiyo data anaweka kwa mtandao, ama unaambiwa bwana John, unajua usalama wako mkononi mwetu. Sasa tumepata hii ujumbe, unaugua ugonjwa fulani na tumeona pale unataka kuwa mwanasiasa. So lazima utulipe, ama usipotulipa tunafanya nini? Hii ujumbe tunaweka pale kwa mtandao. Na tumepata mara mingi watu wameaga kupitia hiyo mambo ya depression, because pengine hiyo bullying, mtu amekubully social media hapo, cyberbullying, mtu amechukua ujumbe wako ameweka pale kwa mtandao, watu wameongelelea mpaka sasa unasema ile reputation ndugu yangu alikuwa anaongelelea imeisha. Vile watu walikuwa na kuchukulia kwenye jamii after kuona ile juu. Sisi kama Wakenya, unajua hatuangaliangi hii ujumbe imetoka wapi, tunaichukua vile tumeipata. Baadaye ndio tutaanza kuianalyze hii ni ukweli ama si kweli, lakini vile imewekwa pale kwa mtandao hivyo ndio tunasema kumbe John anakuanga tu hivi, alafu unaanza kuenda. John, nataka nikuregeshe kwenye simu. Simu tumeshaweka, mimi ni mmoja wao, nishaweka ClickFi, nishaweka nyingine hapa ndani kwa sababu sitaki kulipia kuona mpira. Nitajuaje hiyo app nimeweka, programu nimeweka kwamba inanichunguza? Maanake awali umesema kwamba kuna ile unaiona labda imelala tu, lakini kumbe ina mambo makubwa inafanya. Wakati tu unapokisha wifi ama data, nayo inaanza kuuliza hawa wengine kile wanachokifanya, unakusanya data zote. Itajuaje inafanya? Kwanza kabisa kujua simu yako inakuwa monitored ama kuna application, utapata vile simu normal operations hazitakuwa vile inastahili ziwe. Utapata mara mingi ukienda kwa application fulani simu ina hang, mara ukitaka kupiga simu inakatika ghafla na network iko sawa, mara unaona data yako saa zingine iko ama data inaisha, unashindwa umeweka tu kama nimeweka 2 GB but within 10 minutes this data imeisha. Sasa utaona behaviors zingine kwa simu ambao si kawaida. Utaona hata hapa kwa simu siku hizi, unaona ukipiga simu kuna kwanga na light fulani hapa ya green. Sasa kuna wakati unaweza kuwa umeweka simu chini uitumii, hauko kwa mtandao, hakuna jambo lolote or any activity inaendelea, but utaona simu iko na kadot mahali ya green. Unaona hapo kwenye simu umeachika simu pale imekalia, lakini hata hujaweka kwenye power, utaona kuna light hapo juu. Hiyo itakuonyesha kwamba hii simu pengine mtu ama kuna jambo fulani linatendeka. The phone is very active. Kuna mtu anaimonitor kutoka sehemu fulani. So kuna vitu ambavyo kuna zile wewe mwenyewe unaweza ziona,
Kuna zingine pia utaulizia kama wataalamu kama sisi sasa that nimekuwa nikitumia hii simu kwa muda, lakini kuanzia siku fulani nimekuwa nikipata vitu haziendi vizuri vile zinatakana. Nikienda kwa mtandao mara inakatika ghafla, nikijaribu kupiga simu inakatika, phone mara inakuwa moto ama vitu zina hang tu. Inaonyesha kwamba kuna mtu ama kuna activity ambacho kinaendelea nyuma ya simu bila we kujua. Bila shaka nataka nipate pumziko fupi. Nikirudi itakuja kuangalia simu zenyewe zinakuambia kuna kitu kinaitwa new security patch. Kumaanisha hizo new security patch ni patch lakini hazizibi chochote ama ni vipi? Manake wanavyotueleza ni kwamba usalama wa simu yenyewe ni kama ni bonoko wenyewe wanasema kule mtaani. Bila shaka karibu katika sehemu ya mwisho sasa, ambapo tunaenda kutafuta suluhu na ulinzi ni upi. Manake hapo ndio najua unajiuliza, hawa wamenitisha sana, sasa wananipa ulinzi ama wananiwacha tu na shida zangu zile ambazo walinipata nazo? Ninaye Kelvin Ombal na John Opio studioni, wataalamu wa usalama mitandaoni ambao tunazidi kudadavua na kufahamu kwa kina. Tumeelewa kadha wa kadha, athari nyingine tunajiletea sisi wenyewe, manake tunataka vya bwerere kama alivyosema Ombal hapa. Na hivyo vya bwerere basi vina athari yake. Vya bure haviji kwa bure tu, vinakuwa na gharama ya juu zaidi ile ambayo wewe huifahamu. Ombal, tulikuwa bado tunazungumzia masuala haya ya patch nini katika simu hizi. Unapata kwamba kila wakati baada ya miezi miwili mitatu tunaambiwa kwamba update ama boresha simu yako kwa sababu tumeweka hiki, tumeweka usalama huu kwa sasa hivi. Umuhimu gani wa mtu kuweza kuzifanya hizi update? Manake ndio baadhi ya maswali unajiuliza pale nje. Sasa I think hata tukianzia hapo kwa simu, nataka ku-insist kwamba AI saizi ipo. Hatuwezi ignore kabisa. So utapata hata kwa hiyo monitoring yenyewe, sometimes utapata mtu mwenye amekuangalia kwa muda, anajua wewe ni mtu ambaye uko very active. Kitu kidogo hivi hata ukipata flash hivi ya simu inakushtua. Kwa sababu saizi watu wako aware. Hizi hamasisho zimefanywa kwingi sana. So what this means ni ile mtu sasa akiingia anaingia sasa na pia hiyo akili. Anajua sasa lazima niingie kwa ile njia ambayo hautajua. Na atatumia sasa hizi AI. Kwa sababu AI ni mzuri, yes, inafanya sasa kazi mwingi zinakuwa rahisi, lakini pia lazima tujue sasa ile hatari ambayo lazima tujihusishe nazo na tujiprotect nazo kuhusu AI as well. Kwa sababu naweza rusha kitu katika simu lako na ukose kujua ni nini kinaendelea pale. Na ndio maana na insist kwa history na investment hata kwa basic security pale nyumbani. Kwa sababu sasa hizo ndio solutions ambazo zitascan hiyo simu yako na zidetect na zikwambie ama hata ziflag, ziblock hiyo application yenyewe ambayo inafanya hiyo monitoring. Tukirudi sasa kwa hizi patch. Patch ipo kwa all the devices ambazo tunazotumia. Iwe ni simu yako, iwe ni laptop yako, iwe ni Mac yako, hata kama uko kwa hiyo environment ya Linux ya sasa watu wa security. Lazima kuna patch. Ndio maana utapata sometimes hata before ufanye any installations ukienda sasa kwa line ya security lazima inakwambia uanze na kuupdate. Sasa ukiupdate ina-update hizo patch zenyewe. Na kuna umuhimu moja, na hata nitapeana example moja kama sasa the big company Microsoft. Hawa kila mwezi wako nayo kitu tunaita Patch Tuesday. So Patch Tuesday ni ile wamegundua kwamba kuna gap ilikuwa na the last update walipush, na wanafaa sasa kui-advance na kupush sasa hiyo update every single month. So hawa ni watu ambao kila mwezi wanafanya research. Actually kila siku wanafanya research. Na wanagundua kweli kuna hii kitu ambacho kikienda kule nje, wale sasa attackers wenyewe, the threat actors, wanaweza kitumia na watumie sasa ni kama code na waipush kama update katika hiyo gap, hiyo milango ya nyuma hiyo. The same thing ina happen na masimu zenyewe. Na hii kitu ukamiss, tuseme umeambiwa uupdate. I think wale watu kuna Android, iOS. Unaona imekupea prompt, unafaa upush update. Au unasema kuna kinakupea mpaka option ya kuignore kwa sababu pia tutaki tukusumbue kwa kazi lako. Ile tunasemanga we don't want to push an update with the objective of creating inefficiency. So kama unaona kama miezi mitatu ya nyuma kila mmoja alikuwa analalamika venye phone ilibadilika, jina linakuja kubwa zaidi, update ambayo ilikadhabisha wengi sana. Zina happen.
Lakini sasa umuhimu unaona hii option ya kuambia uskip you update another time ni kwa sababu tuseme sasa hii push imekuja ule wakati ambao unafanya kitu. So ukaignore tu na utasahau. Irudi tena ikuprompt. So by the time the next update inafika, kuna watu tayari walikuwa wanafanya hiyo monitoring. So again, kwa lugha ya Kimombo, hiyo sijui utanisaidia hapo kwa lugha ya Kiswahili, inaitwa patch diffing kwa lugha ya Kimombo. So patch diffing ni ile mtu sasa ile gap ambayo ilikuwa imepatikana kwa ile update ya kwanza ambayo ilipushiwa haukufanya. And then sasa update ya pili imekuja. So that means ile gap ya kwanza hujafix wewe mwenyewe. Umeamua sasa upush na hii ya pili. Sasa hii ya pili ndio mtu ata load kitu inaitwa sasa payload. Hiyo payload ndio sasa kitu malicious kabisa ambayo sasa imetumia ile gap ambayo uliignore, uliacha kabisa na bado iko fresh. So hawa watu bado wanaendelea waki-advance. And then sasa ndio unaamua ndio wakati unaweza push. Hivyo sasa washaingia kuhusu sasa mlango wa nyuma. Suluhu ni zipi? Nimemsikia akisema kwamba umezungumzia suluhu kuanzia pale nyumbani. Hii suluhu ni nini? So maana yake kwa lugha rahisi kabisa umesema kwamba kama mimi tuseme kwa mfano watu wangu wa Islands, vyuoni tunatumia sana hizi wifi ambazo ni za umma ama wifi imesambazwa na mtu paka kwako, yeye amechukua kwa main supplier, let's say mmoja wao wale ambao akachukua kwake, lakini huku mtaani yeye ndiye king. Huku yeye ndio anawauzia Mbps zote, anawapimia pale. Yeye amepewa 60 lakini huku anawapea 10, 5, 3 vile ambavyo anapenda yeye mwenyewe. Anaangalia wewe vile huko anapatia 5. Nita insist kwa kitu moja na nimeisema kutoka mwanzo wa huu mjadala. Hii security ni kama usafi. Unaanza na wewe mwenyewe, lakini ni jukumu la sote pamoja. Nataka mfano hai sasa. Sasa niende nifanye nini? Leo nikitoka hapa niende nifanye nini? Tuseme sasa hata tuende tu kwa hizo stories za patch. Mtu yuko nyumbani pale. Hizo patch zenyewe. Reason ambayo na insist inaanza na sisi wenyewe. Uhamasisho umefanywa wa kutosha. Na bado utaendelea kufanywa. Ndio maana kuna huu mwezi wa uhamasishaji. Unaona? Kama hizo vitu ndogo ndogo kama update. Update haihitaji uende ukanunue solution ndio kuja ufanye update. Unaifanya wewe mwenyewe. Imepushiwa na ule mtu ambaye hiyo simu na anajua hapa usipofanya hivi kuna gap. Security gap. Utaumia. Tusizi ignore hizo updates zenyewe. Hata before tuende kwa hizo securities ambazo tunafaa sasa kuwa nazo nyumbani. Push those updates. Hakikisha kila update, kila version, kama ni Samsung, kama ni any Android phone ama iOS phone, don't ignore those updates. Zipush. Zina maana. Kuna reason. Ule mtu ambaye amejenga hiyo simu, wewe ni mtumiaji wa hiyo simu. Haezi kuwa amekaa chini tu hivi akaamua leo wacha ni pushie update. There's a reason. Anajua. Yeye kwake anataka apate bado clientele. Au clientele lazima watunze vizuri kwa sababu kila data inapitia hapo. Na maintain your reputation. Exactly. So usi-ignore. Na hata unaweza time. Kama pengine umeona ulikuwa unafanya kitu, unajua siku hizi hata update ikikuja itakwambia reschedule maybe 1 hour 24 hours a day. So you can, kama ulikuwa unafanya kitu unaweza sema run it after 6 hours, that will be done. And make sure that umefanya nini, ume-update simu, ume-update kama ni Windows imekuitisha, unahakikisha ume-update. Because hapo ndio, alafu pia saa zile vile mwenzangu amesema, unajua kuna wakati pia unataka kufanya update na ujui hii update imetoka wapi. Saa zingine unashtukia tu imekuja. Unajua lazima uangalie because ukifungua patch yenyewe itakupatia all that information that you need about that particular, why are you updating na areas, kwa nini wanai-update. Kama Samsung una update, ukifungua hiyo patch utaona ni security features wanataka wanakueleza. Sasa utaona yenyewe hii patch imetoka kwa Samsung company. So whenever I run particular patch itanisaidia kuzuia itakueleza itafanya mageuzi haya. Yes. Sasa unakuwa prepared, unajua nikifanya hii lazima nitakuwa na mabadiliko kwenye simu ama kwenye rununu ile simu ya runini naitumia. Unaona? So tukiachana na hayo pia vile tulikuwa tunasema mambo ya ISP, tushaleta internet huko nyumbani. Tumeifikia hapo. Lazima tuangalie ni vile alikuwa anaelezea ile VPN tunainunua tunaweka juu. It is better to spend on something to protect you
than useme acha tu hii internet imekuja nitaanza kuitumia tu bila kuzingatia any security. Because as we live in this digital world, security is a challenge na ni changamoto kubwa, na kwa kila siku tutakuwa tunakumbana na mambo ya security, hizi cyber breaches or data breach in any way, kwa simu, kwa internet, kwa computer, unajua. So lazima once nimepata hii internet imefika kwangu, ISP kwa ile lugha ili yule mtu wa nyumbani aielewe, ni yule anakupatia hiyo wifi unatumia nyumbani, yule anakuuzia, yule kwa kila mwezi utakuwa una subscribe, unamlipa ili uendelee kutumia services za mtandao. So huyo ndio tunaita ISP. So the moment hiyo internet ishakuja imefika hapo nyumbani, wewe inaanza na kwako. Ni vipi? Alafu pia tukiwa na pale watoto ama wale tuko nao kwa nyumba, lazima tuangalie ni website zipi nyinyi mnajaribu kufanya nini kuangalia mkiwa hapa. Tusije tukaingia tu umepata, for example unapata siku hizi watu wanakuwa attacked in very many ways. Unapata tuko kwa WhatsApp group, tumeweka ni harusi. Sasa hapa ni mchango ya harusi, tunataka ni kuchanga pesa ya harusi, lakini hapo unapata mtu ndiye amepata ile nafasi ya kuuza bidhaa. Unapata mwingine ameenda kwa WhatsApp group nyingine, amepata sijui Safaricom wanapeana data free of charge of 100, anatuma hiyo link huku, anaenda kwingine. Hakuna mtu atakupatia kitu ya bure. Hakuna. Hizi vitu za bure tunaona mtandaoni ati click on this link utapata 40,000 ama utapata hii kitu free. Hakuna. The moment click hiyo link inakuja clone hiyo simu yako plus na wale the contacts uko nao kwa simu, alafu utapata ya kwamba inaanza kutuma ujumbe that mimi siku ya leo niko hapa Kenyatta, niko na mgonjwa, lakini hii namba yangu ya kawaida iko na fuliza, mtume kwa namba fulani. Sasa kila mtu itakuwa inaenda kwa inatuma ujumbe kwa kila mtu ambacho umeweka kwa phone book yako, atakuwa namtumia nini ujumbe. Sasa tuangalie ya kwamba wakati tunaingia kwa mtandao, hizi WhatsApp groups, kwa Facebook, unapata mtu unapoteza Facebook bila kutojua. Unapata ujumbe that Facebook ilikuwa ina run updates, lakini kuna namba ya siri tumekutumia hapo, tunataka kutusomee ama tuandikie. So the moment utasema Facebook inakuwa updated, unapata namba ya siri, unawatumia. The moment huo mtu amepata hiyo namba ya siri, take over Facebook yako. Na hivyo ndivyo Facebook yako itafanya nini? Itakuwa imeenda. Sasa utakuwa na mambo yako sasa itakuwa huko kwenye mtandao bila we kujua. The same na Gmail. Unaona hizi platform zote siku hizi ziko integrated. The moment naweza pata your Gmail account, I'll be able to know all your social media accounts. Nitaingia kwa Twitter, nitaingia kwa Facebook, nitaingia kwa any Instagram. It will be very easy for me to navigate all your entire. So unatumia tofauti ama? Yeah. Unatumia lakini ile two-factor authentication ambapo mtu hata kijaribu kuingia alipata ile namba ya siri, amejaribu kuingia nao kwenye Facebook, lakini itakuletea hapa hiyo OTP ambapo utaweka ndio imruhusu aingie. Sasa the moment utaona hiyo OTP utasema me have not been logging to my Facebook. Mtu amejaribu kitu tofauti, unaona? Ama mtu atakupigia tu tulikuwa tunafanya update, kuna OTP imekuja hapo kwa simu yako, hebu tupatie. The moment umepeana, hivyo ndivyo account yako itakuwa imeenda. Naam, tukimalizia kipindi hiki, maana naona muda pia umeyoyoma. Tumesalia dakika kama 5 hivi kama sijakosea. Ombal, kampuni nazo sijilinde vipi? Manake tumezungumzia familia, tumezungumzia manyumbani, lakini kuna yule anaanzisha kampuni yake ndogo tu, labda ameambiwa sasa wewe ingia kwenye mtandao, fungua website hapo, weka vitu zako, utaweza kuuza vizuri hapo, lakini pia ameweka financial issues pale kwamba hizi unaweza zipata hizi duma kupitia hivi na hivi. Asante sana Eri. Tukienda kwa makampuni na hata tuseme zile ndogo, kuanzia ndogo kwenda mpaka zile kubwa. Wote wako na solution. Na solution ni moja tu. Kuna hiyo aspect ya kuinvest kwa sasa the personnel side na kwa hizo resources sasa the solution side. Tukianza kwa solutions ni kitu unaweza enda ukiscale up mwenyewe. La kwanza kabisa lazima staff wako lazima ukue aware.
wajue hizi vitu zinaendelea, kwa sababu ukikuwa na hizo solutions zote na hawako sure like ni nini unafaa kufanya, bado kita happen, kitu kitaingia pale ndani. Hiyo investment yote umeka pale, lakini bado hawajajua vile wanafaa kufanya kitu. Wakiona hivi wanafaa kufanya nini, wanafaa kuripoti wapi, bado kitaingia. Na tukisema sasa solutions, of course tunajua tukienda pale kwa enterprise, kwa hizo makampuni, in regards to sasa how big organization lako liko, itakuwa pia expensive kidogo. But tukianzia pale sasa kwa SMEs, hizi makampuni ndogo ndogo ambao ndo wanaanza, kuna kitu tunaita ni usimamizi sasa wa services, managed services basically. So ukiwa na sasa partner mzuri, kampuni ambayo unajua wanafanya haya maneno kwa hiyo managed services aspect, ni vizuri sana kwa SMEs na retail businesses, kwa sababu sasa watakupea full robust solutions but in a more subsidized way. Kwa sababu wanataka kupanda na wewe, wanakusaidia ukikua. Na pia lazima ujuane sasa na haya makampuni ambao sasa wanakusaidia kukuguide pia. Kwa sababu unajua sasa tunatoka kwa hii aspect ya the defense side ya cyber to the resilience. So tunasema tunataka kuweka sasa ule ukuta kwe exactly hivyo sasa. Ukuta kwe mzito kabisa. So hiyo nao utahitaji sasa mtu ambaye atakushikilia mikono until sasa ile time yenye utamanage sasa kutunua solutions zako wewe mwenyewe. Haya makampuni wameinvest to a point ile yenye watakupa hizo solutions from ile aspect ya endpoint devices mpaka kule enterprise in a very subsidized manner. Asante. Kauli yako kufunga, John? Kauli langu la mwisho ni kwamba usafi wa mtandao inaanza na mimi, inaanza na wewe. So lazima tuzingatie zile mifumo zimewekwa pale kuhakikisha tumelinda hii ecosystem ya kidijitali ili tuweze kufanya kazi kwa urahisi, ambapo alafu tuache hii mambo ya kudownload tu. Umepata vitu za bwerere pale kwa mtandao, unaziweka kwa simu yako. Tuachane na hayo. Kama unataka software, angalia, enda pale, lipia, pata, utumie ile patch inayohitajika ili kuzuia usije ukajikuta kwenye kisanga ya cyber attack. Naam, Ombal, kauli yako ya mwisho kwa dakika moja. Asante. I think hivyo vile nilivyosema, security ni kama usafi wa jamii, ni jukumu letu sote pamoja. So inaanza na wewe binafsi, ndio isonge sasa kwa wale ambao unaojihusisha nao. So ni kitu sote tunafaa kujua kinaendelea na tufuate ile ambayo tunaambiwa tuyafuate. Kwa sababu hata pale kuna sheria la data la Kenya ambalo la govern the same thing. Whether ni nyumbani, whether ni kazini, tufuate tu ambayo tunaambiwa na pia tushughulikie yale ambayo tunaambiwa tunafaa kuwa nazo. Asante sana. Ni Kelvin Ombal ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mitandao, usalama na jinsi ambavyo unaweza kujilinda, na nimekuwa naye pia John Opio, ni mtaalamu wa usalama mitandaoni, kuweza kufahamishana na kufunzana jinsi ya kuweza kujilinda na ulinzi ambao upo kwa sasa hivi, ambao unaanza na wewe na mimi mwenyewe. Tusingoje kwamba tutaletewa mlinzi mwingine na ni sisi ndio walinzi tuliopo katika mitandao hiyo. Kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Naitwa Suleiman Yeri.